ikiwa kuna binti ulinyonyesha naye ziwa moja, wakati huo mkapoteana, alafu mkaja kuoana pasi na kujua, ikaja kugundulika baadaye nyinyi mlinyonya ziwa moja, hii ndoa ulisema ipo? Alhamdulillah, kwanza ni madama mtu binti hawezi kuwa dadako kama umenyonya naye ziwa moja, iko na masharti mbili kisheria. Sharti ya kwanza, lazima uwe katika miaka 2. Yani mtu asivuke miaka 2. Mtoto amenyonya, kama mtu amenyonya na miaka 3, hii sheria haitambui. Lazima yuko ndani ya miaka, hajavuka miaka 2. Hii sharti ya pili, lazima awanyonye mara 5. Ima hapo mtoto amenyonya, amepumzika mwenyewe, kaacha mwenyewe, baadaye karudia baada muda, au mara 5 ambaye siku 5 tofauti yote. Mimi anyonye mara 5 na ndani ya miaka, umri yake miaka 2. Hii ni sharti. Hii itakuwa dadako mwenye naye ziwa moja, kama sharti mbili hii imethibiti. Baadaye umeoana naye, ulikuwa hujui na watu hawajui, baadaye umegundua, basi baada ya kujua huyu ni kwako ni haram, hata usimbe talaka, ni automatic imevunjika ndoa. Lakini watoto umezaa naye ndani shubha hii, na watoto wako sio zina, sio haram, na unatokea kosa bahati mbaya, sheria inamtambua mtoto wako. Sasa wewe sio shamzalisha watoto 3, 4 afu unamwacha tena? Sio kumaacha, wewe hujamaacha. Yaani ndo manake ndo ushatishwa naye. Automatic ni huyu haram kwako, dadako huyo. Kwa hiyo inabidi manake mtengane sasa. Lazima. Pengine asipate mtu kuja kumuoa hapo, ushamzalisha mtoto. Hamna shida, huyo si kosa yeye, nitakiwa kuhakikisha ametoka wapi, watu wako wajue. Nimefanya kosa, lakini msitokee bahati mbaya. Imetokea wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi Aisha ameona mtu kwa mtu sema, huyu dadako mamako amenyonya naye ziwa moja. Bado imetokea katika zama ya Aisha radhiallahu anha, umetengana. Shukran Sheikh. Naam.